basi mmoja anaweza akashinda, mwingine akafungwa, au mkapata sare wote mkatoka na pointi moja moja. Kwa hiyo sisi kama watu wa Simba tumeyapokea yale matokeo, kwa sababu hata msimu wa mwaka jana mechi ya kwanza tulicheza naye Zanzibar kwenye ligi kuu hii ya NBC tukamfunga 2-2. Kwa hiyo amelipa kisasi. Kwa hiyo mechi ya pili ipo na sisi tutafanya nini? Tutamrejeshia tena kisasi. Tunazungumza hii break ambayo tunayo hivi sasa, timu nyingi zinazungumza kwamba zinafanya marekebisho pale ambapo walikuwa wameteleza. Unaiona Simba ikirejea kwa hali ambayo pengine labda ya msimu uliopita, ama kwa namna ambavyo ilikuwa imeanza kushinda 3-3? Unajua tatizo letu sisi, watu wengi wanakuwa sio watu wa mpira, kwa sababu timu inapofungwa sio kwamba imepotea. Timu ikifungwa ni matokeo ya nini? Ya mchezo. Sio, umenielewa? Leo unapozungumzia duniani kote hakuna timu ambayo haijafungwa. Simba ndio ilikuwa timu pekee ambayo haijapoteza point. Ilikuwa imecheza mechi zote 4, imeshinda mechi zote 4. Kwa hiyo mechi ya 5 tumepoteza na Azam. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye mpira. Sisi marekebisho, mwalimu yeye atakayekuja ndo ataangalia wapi pana nini panapovuja, sawa. Na ukishafungwa ndio unajua sawa sehemu gani ambayo inatakiwa ufanye nini, ufanye marekebisho. Lakini kwa kikosi cha Simba mimi nadhani utawala wetu tu ukikaa vizuri, basi timu itakuwa imekaa vizuri, kwa sababu kikosi chetu kimeenea kila idara. Yaani ukianzia swala la goalkeeping tuko vizuri, ukianzia upande wa kulia wa fullback tuko vizuri. Kuna watu wawili, kuna Duchu, kuna Shomari Kapombe. Ukienda upande wa kushoto vile vile kuna Mligo, kuna Kamara. Sawa, bado tuko vizuri. Ukija katikati hapa kuna Abdurazak Hamza, kuna Karabusho yupo, umeelewa bwana, kuna Nangu Wilson yupo pale, yupo vizuri tu. Kuna vile vile kuna Lucien Dirok. Ukija upande wa viungo ndo yani Simba ndio timu pekee ambayo ina viungo bora ambao wote wanafanya nini, wanatumika. Sio wengine wanakuwa na kiungo, lakini kiungo anakuwa anaingia dakika 5 za mwishoni. Umeelewa? Hapo ni usajili mkubwa, wametumia pesa nyingi. Lakini kwetu sisi pale kuna Hassan Kante, kuna Kagoma, kuna Mzamiru, wote wako vizuri na wanafanya nini, wanafanya kazi. Ukienda upande wa juu namba 8 pale ndio usiseme. Sawa, wako wengi, kuna Nio Mahema yuko vizuri pale, kuna Chincha Zau ana uwezo wa kucheza hilo eneo. Ukienda upande wa kulia mawinga washambuliaji ndio usiseme, kuna Kip Dennis yupo pale, kuna Mnani Mutale yupo, sawa, anaiweza kazi vizuri, kuna Abajabel yupo. Upande wa kushoto ndo kuna super mchezaji bora kuliko wachezaji wote Tanzania na anayelipwa hela nyingi kuliko wachezaji wote, Elia Mpanzu, mchezaji ambaye anaamua kufanya kitu chochote wakati wowote. Ukija pale mbele kwenye striking force, Simba ndio ina mastreka ambao wana uwezo mkubwa. Kuna Mkwala, timu ya taifa ya Uganda, AFCON ameitwa. Kuna Bulldozer, umeelewa bwana, Didier Drogba wa Tanzania, umeelewa bwana, Mgana Ray, sio, umeelewa bwana, umjui Jonathan Soa yupo pale. Kwa hiyo unakuta kuna Suleiman Mwalimu, mchezaji aliocheza kombe la dunia, Mtanzania pekee aliocheza kombe la dunia katika ligi ya NBC. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi wazuri ambao wana uwezo mkubwa, isipokuwa ni swala la uongozi tu. Migongano imekuwa mingi, ndio maana unakuta timu imefanya nini, imepotea. Lakini kufungwa mechi moja, mimi natumaini mpaka sasa tumecheza mechi 5, tumeshinda mechi 4. Kwa hiyo mechi moja tu ndio tunafanya nini. Kwa hiyo wala usiwe na shaka juu ya hiyo. Jibi, umezungumza vizuri kwamba kikosi umekichambua mchezaji mmoja mmoja. Nataka kuniambia kwamba hichi ambacho kina matokeo yanayotokea sababu kubwa ni viongozi? Ni utawala tu. Simba tusipokaa katika slogan yetu ya Simba nguvu moja, ndio tatizo linapofanya nini, linapojitokeza. Lakini mimi sina shaka, yani Azam ni timu ndogo sana katika kufunga Simba, na ndio maana umeona story imekuwa kubwa. Simba kumfunga Azam isingekuwa story, ila Azam kufunga Simba ndio inakuwa nini, inakuwa story, kwa sababu msimu wa mwaka jana tumewafunga mechi moja, wamesuru mechi moja. Lakini msimu huu wametangulia wao kutufunga, basi mimi nadhani mechi ya pili tutafanya nini, tutafanya comeback na sisi tutawafanya nini, tutawafunga. Lakini swala la kikosi cha Simba ina kikosi imara, ndio timu pekee yenye vikosi zaidi ya viwili, ukivipanga kwa pamoja sawa, vina uwezo wa kukupa kitu. Yaani ukitoa kikosi hichi unaweza ukakipanga kukupa nini, kukupa kitu. Sasa kwenye swala la uongozi hapo zinazungumza maneno mengi kwamba uongozi umegawanyika pande 3. Pengine wewe unatamani kwenye pande ipi ambayo inaweza ikafanyiwa marekebisho na timu ikarejea ikaanza kupata matokeo? Mimi ninachokitamani ni kuwa na umoja, sawa, kwa sababu wote ni wana Simba, sawa, wote ni wana Simba. Vikombe siku zote haviwezi vikakaa, vikombe wenyewe vinagongana kabatini. Sasa iweje binadamu? Kwa hiyo swala la viongozi wanatakiwa wawe kitu kimoja. Siwezi nikachagua upande. Mimi ninakaa kwenye upande wa Simba. Si umeelewa? Sikai kwenye upande wa mtu. Kwa hiyo atakayekaa kwenye uhalisia wa kuiendesha Simba, mimi ndo ninafanya nini? Ninakaa naye huko. Kwa hiyo mimi ninachohitaji watu viongozi wawe kitu kimoja.
wafanye kazi ambayo ya kuijenga nini, ya kuijenga Simba kupitia slogan yetu ya Simba nguvu. Kwa siku za hivi karibuni unaiona hiyo dalili ya viongozi, mashabiki na wachezaji, pengine viongozi wote kuungana na kuwa nguvu moja? Sio mara ya kwanza hii kutokea, yashatokea sana huko nyuma. Unajua sehemu yoyote yenye utawala wa watu wengi, sawa, huwa mara nyingi migongano inafanya na kuwepo, lakini wanamaliza tofauti zao, wanafanya nini, wanarudi wanakuwa katika slogan nini ya Simba nguvu moja. Kwa hiyo hata hili mimi na uhakika vikao vinaendelea na mambo yatakuwa shwari, kila kitu kitakuwa kimefanya nini, kimetulia. Asante.